majina naitwa Lulu Msuya, ni mhitimu wa Chuo Kikuu Ardhi siku ya leo, nikihitimu shahada ya Environmental Science and Management. Environmental Science and Management ni kozi ya mazingira ambayo tunafunzwa au tunajifunza namna ya kuweza kuhifadhi, kutunza na kumanage mazingira kwa ukubwa na upana zaidi. Kwanza kabisa wakati naingia mwaka wa kwanza, hii ni kama historia. Nilikopo sina uwezo wa kusimama mbele ya watu, public confidence ya kuweza kuzungumza, kuelezea zana mbalimbali especially za mazingira kwenye conference, kwenye workshop. Lakini kupitia chuo hiki through presentation iliweza kunipa confidence, nikanaweza kusimama katika eneo na kuweza kupresent kile ambacho mimi ninacho katika ufahamu wangu. Nimesoma Bachelor of Architecture and Interior Design. Kiufupi inahusu kuweka mazingira ya ndani ya mtu kuwa functional, yani nasema mtu aweze kukaa vizuri ndani. Sielezei nyumba, siwezi kubase na nyumba tu kwa sababu kuna ofisi, kuna watu wanaenda migawani, kuna mahotelini. Kwa based ina deal na kila kitu, kufanya user ambaye anatumia hiyo space awe comfortable. Kwamba sio decoration, sio curtains unasema sio kumchagulia kitu kikae hapa, no. Tuna design hata hiyo curtain inatakiwa ikae namna fulani, kuna urefu wa namna fulani. Kwa hata labda tuseme dining, tukichukulia kwenye nyumba, tukiangalia dining, kuna nafasi ambayo mtu anatakiwa iwe ili mtu aweze kukaa dining comfortable, hata kuweka mikono wakati wa kula. Kwa tunafanya kila kitu na kudesign pia furniture zenyewe. Kwanza napenda kumshukuru Mungu. Hiyo ni namba moja kwa sababu yeye ndo ameniwezesha kunipa hii nafasi, kunipigania. Kingine nitamshukuru baba yangu pamoja na wazazi wangu wote na ndugu ambao wamekuwa msaada kunisupport kimawazo, ushauri, financial pia. Lakini nitawashukuru marafiki zangu, sitaacha kumtaja rafiki yangu mmoja anaitwa Kisendi, amekuwa msaada sana, nimeanza naye form 5 mpaka nimemaliza naye siku ya leo. Lakini nitashukuru pia wazazi wangu wa kiroho, wachungaji zangu ambao wamenilea na kunifundisha na kuniombea, na wengine wote wana darasa pamoja na wakufunzi wote ambao wamekuwa sehemu ya kunisaidia. Lakini kipekee ni mshukuru Dr. Tupele ambaye amekuwa msimamizi wangu kwenye research kwa mwaka huu wa mwisho, amenisaidia maeneo mengi mpaka nimeweza kufanikisha siku ya leo. Asante. Changamoto ni nyingi kwa kweli. Changamoto ni nyingi. Kwa mfano mwaka wa mwisho sisi tunajihusisha na research, ambayo research inajumuisha watu wa huko nje, yani ina depend na research yako inahusiana kama una deal na watu tu wa kawaida, raia, kama ni manispaa, kama ni nini hivyo. Sasa kama kipindi hicho changamoto, mfano kama ni kwenye gani kukusanya data, unakuta watu wengine hawana elimu, labda wanajua labda mnataka sijui kwa yaani hivyo. Kwa majina yangu naitwa Diklas Daniel, ni mhitimu wa Chuo Kikuu Ardhi kwa mwaka 2025. Nimesoma bachelor degree in Geographical Information System and Remote Sensing, kwa Kiswahili mifumo ya taarifa za kijiografia na utambuzi wa mbali. Hongera sana. Asante sana. Unajisikiaje kufika hatua hii leo? Kwa kweli na furaha sana. Kwanza namshukuru Mungu, haikuwa rahisi kulingana na mambo niliyopitia, changamoto mbalimbali. Kufika leo hapa na furaha sana, namshukuru kwa Mungu kwa kuniwezesha. Pia nawashukuru wazazi wangu kwa support yao, nashukuru ndugu, marafiki pamoja na wakufunzi wangu ambao wamekuwa sehemu ya kufanikisha hii hatua niliyofikia siku ya leo. Changamoto kubwa sio kubwa sana by the way. Baadhi tu ya masomo ilikuwa magumu kidogo, hasa mwaka wa pili pale. Namshukuru Mungu nilipita. Changamoto zingine tu ni za maisha ambazo ndogo, labda kukosa fedha kwa ajili ya mahitaji, ambazo namshukuru Mungu na wazazi pia kwa kusolve mpaka kufikia hatua hii nimemaliza leo. Glory to God. Sawa. Cha kwanza napenda kumshukuru Mungu. Hiyo ni namba moja kwa sababu yeye ndo ameniwezesha kunipa hii nafasi, kunipigania. Kingine nitamshukuru baba yangu pamoja na wazazi wangu wote na ndugu ambao wamekuwa msaada kunisupport kimawazo, ushauri, financial pia. Lakini nitawashukuru marafiki zangu, sitaacha kumtaja rafiki yangu mmoja anaitwa Kisendi, amekuwa msaada sana, nimeanza naye form 5 mpaka nimemaliza naye siku ya leo. Lakini nitashukuru pia wazazi wangu wa kiroho, wachungaji zangu ambao wamenilea na kunifundisha na kuniombea, na wengine wote wana darasa pamoja na wakufunzi wote ambao wamekuwa sehemu
ya kunisaidia, lakini kipekee ni mshukuru Dr. Atupele ambaye amekuwa msimamizi wangu kwenye research kwa mwaka huu wa mwisho. Amenisaidia maeneo mengi mpaka nimeweza kufanikisha siku ya leo. Asante. Ndio, nikiwa mwaka wa pili kuingia wa tatu nilipata changamoto kidogo ya masomo. Kuna masomo baadhi sikufanya vizuri, kwa hiyo nilikuwa na stress nyingi, nikaona itakuwaje, nitafanyaje nivuke hapa. Lakini nashukuru Mungu, nilikuja kwenye mtihani, baadhi ya watu wanakushauri fanya hiki, lakini mimi nikamwamini Mungu na kumtegemea, akaniwezesha nikamaliza salama. Hicho kipindi kilikuwa ni kigumu sana, hata wazazi walikuwa hawajui, walikuwa wanajua tu marafiki zangu baadhi. Kwa hiyo situation nilikuwa napitia, lakini nashukuru Mungu nilivuka salama na kumaliza. Sawa. Cha kwanza kilichonisaidia ni imani, kuamini inawezekana. Cha kwanza zeni na kumuomba Mungu. Kabla ya kumuomba lazima uamini kwamba nikimuomba inawezekana. Cha pili ni hard working, kusoma kwa jitihada na kujituma, kufuatilia tu, kuhakikisha kuongeza bidii na kutambua wapi nilikosea ili niweze kusahihisha. Hongera sana. Asante sana. Ujumbe wangu ni kwamba it is possible, inawezekana. Trust it, live it. It is your dream. You can do it. Just it. Okay. Kingine cha mwisho sana, wasikate tamaa. No matter situation gani unapitia, tunatambua kuna masomo ni magumu, kuna changamoto nyingi, lakini amini inawezekana. Kisha amini tu inawezekana. Kingine, wewe wapambanaji, ongeza jitihada pale unaona kuna changamoto ambao huiwezi. Ni vizuri kushirikisha pia wengine wakushauri na wakusaidia. Sawa, nakumbuka nilikuwa kidato cha 6, kuna mwalimu wangu alikuwa ananifundisha geography. Alielezea kwa upana hii course. Hii course bado haina muda mrefu sana. Sisi ni kama darasa la 3 mahali hapa. Alielezea kwa upana, ikanishawishi, ikanivutia kulingana na uzuri wake. Lakini hiyo haikuwa tu sehemu pekee ya kuconfirm kwamba nikasome hiki. Kuna watu walimaliza mbele yangu nikiwa form 5, wakiwa form 6 alikuja kusoma hii course. Kwa hiyo katika kutafuta programs za kusoma nikaongea naye, akanishauri, akanielezea, nikawa nimeipenda by the way na nikaichagua. Nashukuru Mungu nikapata hiyo nafasi ya kuisoma. Kwa kweli sijajutia. Course nzuri, ina fursa nyingi, course mpya, ina ubunifu mwingi na mambo mengi kweli ambayo yanahusika katika real life. Sawa. Nadhani ni mtaji wa sekondari ambaye aliniinspire course. Wa sekondari inamaanisha nini? Anaitwa Mwalimu Pasco. Alikuwa anafundisha geography. Shule moja inaitwa Burunde Sekondari iko pale Nzega. Ndio aliyeniinspire kuisoma hii course. Nadhani kikubwa zaidi alitufundisha kutambua fursa, kujua soko linaelekea wapi la elimu na kazi. Hicho kilikuwa ndio kikuu. Kwa hiyo katika namna ya kutambua wapi sasa hivi soko linaelekea wapi, ilikuwa vyepesi mimi kwangu kuamua kwamba by the way, kwa sababu dunia sasa hivi imefikia huku, inahitajika geographical information system na ni watu wachache ambao wameshaanza kuisoma. Nikaona hii inaweza ikawa ni fursa kwangu pia. Hongera sana. Asante. Hongera sana. Asante sana.
Nasra Faki Mohamed. Nimemaliza programu ya Land Management and Valuation ambayo inahusisha na upimaji ardhi, yani maafisa ardhi na uthamini. Maafisa ardhi nadhani naeleweka, afisa ardhi. Uthamini, wathamini wa majengo, viwanja, magari, yani kila kitu. Yani tunathamini ardhi, majengo, magari, kila kitu. Programu yangu ni miaka 4. Changamoto ni nyingi kwa kweli. Changamoto ni nyingi. Kwa mfano mwaka wa mwisho sisi tunajihusisha na research, ambayo research inajumuisha watu wa huko nje, yani ina depend na research yako hiyo inahusiana ni kama una deal na watu tu wa kawaida, raia, kama ni manispaa, kama ni nini hivyo. Sasa kama kipindi hicho changamoto, mfano kama ni kwenye gani kukusanya data, unakuta watu wengine hawana elimu, labda wanajua labda mnataka sijui kwa yaani hivyo. Changamoto neno kubwa tu ndio hiyo. Ngumu tumepitia kama ugumu upo, lakini naona asilimia nyingi wa ugumu tunaweza sisi wanafunzi, kama vipindi kumisi hivyo, testi labda hivyo. Niliangalia tu kwenye mtandao nikaona hiyo ni programu ambayo ina soko zaidi hivyo. Na washauri wasikate tamaa, kwa sababu maisha ni kupambana. Wafanyeje? Waombe tu Mungu, kama ni ndoto yao hii hapa na bado wanaona tamani kuendelea na hiki kitu, hii kozi, waje tena kusoma. Mimi nawashauri tu wapambane, wasikize malecture, wahudhurie vipindi hivyo. Kwanza napenda kumshukuru mama yangu. Pili walimu wangu. Bila kwanza ni Mungu, kwa sababu bila yeye singefanikisha hivi. Mama naye kanisupport sana. Lecture hivyo. Kanisupport financially, ushauri, muda mwingine unarudi stress, research zinakusumbua nini, anakuambia pambana nini. Nilipata mkopo wa bodi na mama alilipa 50-50. Hongera sana. Asante. Mimi nitegemea kula matunda ya kitu nilichokisoma. Kama nikienda huko nitafanya kazi kwa bidii, nita-apply vote nilivyofundishwa hivyo. Natamani kwanza kufanya kazi ya kitu ambacho nimesomea, then baadaye nijiendeleze na masters. Ila kwa sasa hivi kwanza priority ni kazi. Mwalimu ambaye napenda kumshukuru sana Professor Lucian na Dr. Mwasa na wengine Madam Muna nani. Professor Lucian ndo ambaye alinisupervise kwenye research yangu. Hivyo japokuwa changamoto zilikuwa nyingi, tukienda kule Majoe, maana mimi nilifanya research huko Majoe. Wanamchi muda mwingine wanakata tamaa, watoi data hivyo, lakini hivyo alinisaidia, alinisapoti, alinifundisha vitu vingi ambavyo hata nilikuwa sivijui ambavyo hivyo research. Hongera sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Lulu Msuya, ni mhitimu wa Chuo Kikuu Ardhi siku ya leo, nikihitimu shahada ya Environmental Science and Management. Environmental Science ni kitu gani? Environmental Science and Management ni kozi ya mazingira ambayo tunafunzwa au tunajifunza namna ya kuweza kuhifadhi, kutunza na kumanage mazingira kwa ukubwa na upana zaidi. Kwa kweli ni kaka yangu ndiye alinishawishi kusoma programu hii ya mazingira, kwa sababu ipo kwenye weledi mpana zaidi wa masuala ya kazi na uelewa na jitihada pale tunapomaliza chuo. Kwa kweli changamoto ni moja ya kitu ambayo tunatizana au tunasema ni moja ya kitu unaichukulia kama faida wewe kukua. Kwa hiyo kwa kweli mimi changamoto ardhi ilikuwa ni muda tu. Masomo yalikuwa ni mengi, muda ulikuwa ni mchache, lakini ulikuwa unajitahidi kubalance muda. Uliwezaje?
tunajitahidi kwenye mambo ya time management. Ndio. Kitu gani ambacho kimekuwa ngumu sana? Namshukuru Mungu, sikuwa na ugumu sana kwenye kusoma kwa sababu nilikuwa na bidii. Na ndio maana nimeweza kufanikiwa na kumaliza. Kwa siwezi nikasema kwamba nilikopo na ugumu katika kusoma au. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu wangu, amenifanyia ukuu na wepesi wa kuweza kumaliza miaka yangu 4 chuo kikuu Ardhi. Pili kabisa nawashukuru wazazi wangu na familia yangu kwa ujumla, wamekuwa nami bega kwa bega kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikifuatiwa na uongozi wa shule yangu au chuo changu kikuu Ardhi, nawashukuru sana kwa sababu walimu hawakutuacha, walitupa kampani, walimu walitusaidia katika kujifunza theoretically na practically. Na mwisho marafiki zangu na ndugu jamaa. Wakati unasoma kuna kipindi mambo yalikutinga mpaka ukasema hili shule niache au nisiache? Of course, yeah, tunasema chuo kikuu Ardhi ni kigumu, mambo yalitinga yakawa ni magumu, lakini Mungu ni mwema, tumefanikiwa. Unawashauri nini sasa ambao wameacha? Usikate tamaa. Ikitokea umepata kero, umepata sub, ibebe, mtumainie Mungu, muamini Mungu, soma, tia juhudi, tia bidii, ongeza muda wako wa kusoma, ongeza muda wako wa kufanya jitihada ili uweze kufanikiwa vizuri. Chuo sio kigumu, chuo ni Mungu na jitihada yako. Kwanza kabisa wakati naingia mwaka wa kwanza, hii ni kama historia. Nilikopo sina uwezo wa kusimama mbele ya watu, public confidence, ya kuweza kuzungumza, kuelezea zana mbalimbali, especially za mazingira kwenye conference, kwenye workshop. Lakini kupitia chuo hiki through presentation niliweza kunipa confidence, nikanaweza kusimama katika eneo na kuweza kupresent kile ambacho mimi ninacho katika ufahamu wangu. Kitu kingine ambacho nimesaidika ni kwamba elimu ya sanaa au elimu ya nahitaji practical knowledge or practical education, naweza nikasema hivyo, kwa sababu hapa hatujifunzi theoretically tu, tunajifunza pia ni practical forms, kwa sababu tunapelekwa field kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3, ambao inakufanya wewe mwanafunzi unakuwa equipped na mambo mengi, unakuwa na experience na ile kozi yako ambayo unafanyia. Kwa hii ni fursa nzuri sana ambayo nimepata kukua na kujua mimi kama mtu ninayesoma environmental science and management nitakuwa nani au nitafanya kitu gani kupitia zile field ambazo chuo kikuu Ardhi waliweza kuniwezesha kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3. Matarajio yangu baada ya kumaliza chuo kikuu Ardhi ni kutumia ule ujuzi na elimu niliyoipata hapa kwenda kufaidisha au kuimpact jamii kwa ujumla, ambayo nitagusa kuanzia jamii ya chini mpaka jamii ya juu, nikimaanisha international levels. And ninategemea kufanya kazi kwa weledi na bidii ili kuweza kuhakikisha kwamba chuo changu kinakuwa kinara katika, inapata sifa kwamba mtu fulani alisoma chuo kikuu Ardhi, amepata knowledge, amepata elimu ambayo imeweza kumsaidia kufanya au kutatua zile changamoto zilizoko nje ya mji au nje ya chuo chetu kikuu Ardhi. Asante. Kwa majina naitwa Kolesa Cosmas Seia. Nimesoma Bachelor of Architecture and Interior Design. Hiyo program inahusu nini? Kiufupi inahusu kuweka mazingira ya ndani ya mtu kuwa functional. Yaani nasema mtu aweze kukaa vizuri ndani. Sielezei nyumba. Siwezi kubase na nyumba tu kwa sababu kuna ofisi, kuna watu wanaenda migawani, kuna mahotelini. Kwa based ina deal na kila kitu, kufanya user ambaye anatumia hiyo space awe comfortable, kwamba sio decoration, so sio curtains unasema sio kumchagulia kitu kikae hapa, no, tuna design hata hiyo curtain inatakiwa ikae namna fulani, kuna urefu wa namna fulani. Kwa hata labda tuseme dining, tukichukulia kwenye nyumba, tukiangalia dining, kuna nafasi ambayo mtu anatakiwa iwe ili mtu aweze kukaa dining comfortable, hata kuweka mikono wakati wa kula. Kwa tunafanya kila kitu na kudesign pia furniture zenyewe. Nani alikushawishi kusoma programu hiyo? Naona tu programu ile nilichagua kwa sababu kwa wakati na apply chuo nili apply civil engineering, lakini nikabahatika kuchaguliwa interior design. Lakini sikujutia kwa sababu ningeweza kuhama. Lakini sikutaka kuhama kwa sababu ya
niliona ni kitu cha tofauti, kwa sababu pia kozi yenyewe inakuwa provided only ardhi kwa Tanzania peke yake. Yeah. Wakati unasoma ulipitia changamoto gani? Changamoto ni nyingi kwa sababu kozi inahitaji michoro. Kwa hiyo unatakiwa utumie muda mrefu kuanzia ku-analyze ile sehemu ambayo unataka kwenda kudesign. Kwa mfano labda unapewa site, labda ni Mwenge. Kwa lazima ukaangalie, je, mimi nataka kudesign maybe a restaurant. Restaurant itafaa kukaa Mwenge? Haya, hapo kwenye hilo eneo ambalo unataka kudesign. Je, maeneo inayozunguka kuna biashara gani? Watu wanakaaje? Culture ipoje ya hilo eneo? Kwa mambo ni mengi. Tumekesha sana lakini Mungu ni mwema, tumemaliza. Kuna wakati ambapo ulibanwa mpaka ukasema mimi ngoja kichuo. Nikiwa mwaka wa pili nakumbuka nilikuwa na stress sana, nikawa natembea daraja la hapo survey. Nilitamani hata kujirusha chini tu ili nipotee, kwa sababu nilikuwa na presentation kesho yake, afu naona kazi hazijamalizika. Alafu pia si unajua unataka kufaulu na nini. Kwa hiyo lakini nilipita. Nini kilikupa msukumo kumaliza? Naomba niseme tu kwamba ni ndugu, kwa sababu mimi kwetu ni wa mwisho na ndugu zangu wameweza kusoma vizuri wakamaliza. Kwa hiyo nikasema kwa nini mimi mtoto wa mwisho ndo nishindwe? Kwa hiyo wakawa wananisukuma, you can do it. Ndio kozi inaonekana ni ngumu lakini unaweza kumaliza. Mbona wengine walimaliza? Kwa sababu hii sio kama ni batch ya kwanza interior design. Mbona wengine walimaliza? Yeah. Katika safari yako hii unataka kuwashukuru watu gani ambao hawa watu ndio wamekuvuta mpaka sasa? Mungu ataje. Kwanza anaanza na Mungu, kwa sababu bila Mungu nafikiri nisingefika hapa. Lakini pia napenda kushukuru supervisor wangu kwanza, ambaye amenisupervise dissertation mwaka wa mwisho, anaitwa Richard Besha, ni lecturer hapa. Alafu pia department ya interior design kwa ujumla, kwa sababu walimu wanakuwa wana support wanafunzi throughout kwanza mwaka wa kwanza. So tu darasani unaweza kumfuata pembeni, ukauliza maswali, ukapeleka kazi akaendelea. Hivyo. Madam Winifrida, Madam Vera, Madam Joanita, japo sasa hivi hayupo. Wako wengi, yani majina yanaendelea. Madam Aisha, Madam Doreen. Unawashauri nini wabakia chuo? Wasome tu kwa bidii. Nakuomba Mungu sana. Wape mbinu basi, wafike kama wewe ulivyofika. Wape mbinu. Bata, waache bata. Bata, muda wa bata uwe wa bata na muda wa kusoma uwe wa kusoma. Matarajio yangu baada ya hapa ni kuajiriwa na kampuni lakini ya interior design, kwa sababu kampuni ziko nyingi, lakini nataka inayo base na interior design kwa sababu ndio kitu nilichosomea. Architecture sio kitu nilichosomea. Nimesomea tu mwaka wa kwanza. Lakini kuanzia mwaka wa pili, mwaka wa tatu na mwaka wa nne tumeenda kujifunza ndani zaidi. Ina maana furniture design, ina maana lighting design, ina maana kila kitu kuhusu design kiujumla. Kwa hiyo baada ya kuajiriwa naweza nikafanya kazi, and after some time maybe I can open my own firm after that. Interior design firm. Yeah. Jina naitwa Justin Michael Maji, ni mhitimu wa degree ya kwanza ambapo nimesoma bachelor degree in housing and infrastructure planning, ambapo ni moja kati ya kozi za mipango miji ambayo yenyewe imejikita zaidi katika mipango ya nyumba na makazi, upande mzima wa miundombinu, ambapo tunafanya kazi au tunakwenda direct kabisa na bodi ya town planning katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni sehemu ya town planning board katika nchi ya Tanzania. Kifupi tunaweza kusema wataalamu wa miundombinu au kwamba wataalamu wa mipango miji katika miji, upande mzima wa nyumba na miundombinu mingine kama barabara, maji na kadhalika. Kabla hujaamua kusoma hii program, ni kitu gani kilikushawishi au nani alikushawishi mpaka ukaamua kuchagua programu hii? Toka nipo A-level, moja kati dream yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni kusoma Arts University. After na dream ya kusoma Arts University ilikuja, je, naenda kuchukua shahada gani? Ambapo nilikuwa na preference ya kozi mbili. Moja ilikuwa bachelor degree in land management and evaluation. Second ilikuwa ni bachelor degree in housing and infrastructure planning, ambayo ndio nilikuwa selected kuja kuisoma. Kwa hiyo lengo kubwa la hii program,
moja zaidi nilikuwa kulingana na tunavyoishi katika jamii, miundombinu mingi au tunasema planning ya majengo na planning kwa ujumla, urban and rural planning kwa ujumla, kwamba ina changamoto kadha wa kadha. Unaona some errors au some challenges ambazo zina face planning katika maisha yetu ya kila siku, hususani kwa nchi yetu. Tunaona Dar es Salaam ni jiji limeendelea, ila bado kuna changamoto mbalimbali katika masuala mazima ya housing and infrastructure planning. Kwa hiyo ikazidi kunivuta kwamba why not kwenda kuisoma hiyo kozi, nikaone nini ambacho kinafundishwa na kwa nini licha ya hizo kozi kwa zinafundishwa katika vyuo vyetu vya Tanzania, ila kwa upande wa uhalisia kwenye planning view kabisa ya nchi yetu, kwamba hivyo vitu vina delay au sometimes vinakosa kwa implemented, ili hali vipo planned katika mitaala yetu ya elimu huko chuoni. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa miaka yangu yote 4 nimeweza kuisoma kwa kina, na hadi leo naweza kusema nimegraduate rasmi na kuitwa moja kati ya wataalamu wa mipango miji kwenye upande mzima wa majengo na infrastructure zingine. Kwa hiyo namshukuru Mungu na kuomba tu katika siku zinazokuja usoni basi tuweze ku-apply, tupate nafasi kwanza ya ku-apply vile vitu ambavyo tumevisoma katika field. Hiko ndio kitu cha msingi zaidi ambacho tunaenda kupambana nacho sasa hizi. Planning tuliisoma darasani kwenye makaratasi, tuihamishie kwenye mazingira yetu ya kawaida ambayo yanahitaji hiyo planning ikafanye kazi. Kwanza changamoto labda nasema ya kwanza, labda nilipofika katika mwaka wangu wa kwanza, nilipofika tu pale, yale tunasema expectation na unachoenda kukiona ni tofauti. Like unafika hivi, maana planning inahitaji like kudesign, kuchora, unafanya a lot of things katika studio, si ndio? Sasa ilipofika like unafika unaambiwa kesho utakuwa na kipindi cha studio, like una feel studio kuna nini. Unafika studio unapewa a very heavy task ambayo wewe hujawahi kuifikiria kabisa. Like inataka hata kukatisha tamaa kwa oh my god, nimekuja kusomea nini tena hiki? Mbona ni zaidi ya nilichotegemea. Umeona? Ila tuna come up with our lecturers, wanatu motivate, wanatupa misingi, ila mwisho wa siku nikaweza kugraduate. Pia changamoto nyingine labda ambayo nilikuta chuoni, kuna kipindi pia ilikuwa inaniwia ugumu sana katika maisha yangu ya chuo. Pia nilibahatika kuwa kiongozi, nilikuwa former president, hata kusoma hapa hivi inaonyesha. Sasa kuna muda ilikuwa inakuya ugumu kwamba unajiona muda fulani una kipindi na muda huo pia inahitaji ufanye jukumu fulani la kiuongozi. Kwa hiyo nitakiwa uopt. Je, uende kwenye uongozi ambapo kuna wanafunzi zaidi ya 7,000, 8,000 plus wanakutegemea wewe useme kitu ili wao wanusurike, au uende darasani ukapambanie nafsi yako kwenye masuala mazima ya kitaaluma. Kwa hiyo ilikuwa nazo ni some difficulties moments ambazo nilikutana nazo chuoni. Ila nashukuru Mungu niweza kubalance, nikamaliza upande wa uongozi, pia nikamaliza upande wa degree ambayo leo hii nimeipata rasmi kwa kutumikiwa na mkuu wa chuo. Katika maisha yako ya chuo ulishawahi kufikia hatua ukasema bwana mimi chuo basi tena na acha nataka niondoke? Ulishawahi kufikia hatua kama hiyo? Hiyo hatua sikufikia. Sasa ndio kufikia kwamba kusema like acha niondoke. Ila tu ilikuwa moment like unaonana na mtu kwamba ni mtu yani like amna give up. Unaonana na mtu labda ana changamoto, labda ameface changamoto ya ada. Na mwenyewe akiangalia ile changamoto anaona kabisa kwamba siwezi kuitatua kwa huo muda. Sasa inatakiwa wewe, kwa sababu tulikuwa viongozi kwanza tumefika tu mwaka wa kwanza. Sasa wewe kama kiongozi inatakiwa uchukue muda wako, ukae na yule mtu, umjenge, umpe ABC na namna gani mnaweza kutatua kama jamii. Maana chuo pia tunaishi kama jamii. Kwa hiyo kuna hizo moment tulikuwa tunakutana nazo kwa watu wengine, naweza kunikuta mwenyewe direct. Ila tulikutana nazo kwa kupitia watu wengine. Kwanza kabisa katika safari yangu ya elimu ya kwanza naanza mpaka leo inahitimu chuo kikuu, mtu wa kwanza kabisa au wa kipekee zaidi ni Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia afya na kunivusha katika mapito mengi hadi leo hii nasimama kusema kwamba a new town planner in town. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa yote aliyonitendea na hadi leo nimeweza kupata hii shahada ya kwanza. Cha pili, napenda kuwashukuru wazazi wangu Mr. Michael Maji na Miss Makrina Kaonja ambao wamekuwa nami bega kwa bega kuanzia kunileta duniani, kunipambania katika ukuaji wangu, kuanza elimu na hadi leo
nimekamilisha rasmi safari ya degree kwa ngazi ya chuo kikuu ndani ya mwaka huu 2025 kwa chuo kikuu ALS. Wamekuwa sehemu ya msingi sana, naweza kusema, kwenye maisha yangu kwenye kila hatua mpaka kufika hapo. Tatu ni kwa ndugu zangu wote ambao waliweza kuweka mkono wao kwa namna moja au nyingine hadi kufika mahala hapa ambapo nimefika siku ya leo. Napenda kuwashukuru kokote waliko, wapokee maua yao. Sina kinyongo nao. Mungu tu awasimamie huko waliko. Sawa. Kwa niwacha chuoni, cha msingi tu wapambane. Maisha ya chuo ni maisha ambayo yanahitaji zaidi fikra kuliko kuamini katika mwenyewe zaidi kwamba kitu fulani kinatakiwa kiwe hivi. Inatakiwa na fikra ya ziada kwamba kuna scenario hii hapa imetokea, inatakiwa isolve kwa namna gani ili tu kuelekea kuitatua hiyo changamoto. Pia waishi vizuri na uongozi wao wa chuo, wao wasikivu kwa management ya chuo, maana kwa namna moja au nyingine pia ni moja kati ya best management ambayo nimefanya naye kazi kwenye kuangalia maslahi ya wanafunzi, kutatua changamoto za wanafunzi. Management ya chuo kikuu ALS naweza kusema wanafanya kila wanachokiweza ili kuhakikisha elimu bora ambayo inasifika Tanzania nzima na nje ya mipaka ya Tanzania kwamba kuna chuo kinaitwa ALS University kinatoa degree bora. Ni yote hiyo ni chachu ambayo inasababishwa na management ya chuo kikuu ALS ikiongozwa na kuanzia mkuu wa chuo, jaji mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Osman na makamu mkuu wa chuo Mheshimiwa unaweza kusema ndugu Profesa Liwa na management yake yote na staff kwa ujumla wanafanya wonders, ambacho kinafanya wanafunzi wengi siku hadi siku. Namba ya registered student katika chuo hiki inazidi kupanda tofauti na miaka ya nyuma. Watu hawezi kuja kama kuna degree mbovu, wanakuja kulingana na degree nzuri inayotolewa ndani ya chuo husika cha ALS. Kwa hiyo kila la heri kwenye maisha yao ya elimu. Baada ya kumaliza, kwa sababu tulimaliza kwenye mwezi wa 7 na tumekaa tayari mtaani takriban miezi kama 5-4, tumeona hali ilivyo. Kwa hiyo hata baada ya leo hii kuhitimu rasmi kupewa degree yangu ya kwanza, matarajio yangu katika mtaa kwanza, naomba mtaani wanipokee kama Mtanzania mwenzao, na tutajitahidi kwa zile fursa ambazo tutakutana nazo tuweze kuzichangamkia, na hata kama tusipokutana nazo basi tutumie yale maarifa yetu kuzitengeneza hizo fursa, kwa sababu fursa zipo, ila kinachokwamisha vijana wengi wa Kitanzania ni kitu kimoja, kwamba vijana wengi wana maono makubwa ya kufanya mambo makubwa, ila problem inakuja kwamba wapi wanapata fund ya kuimplement hizo maono yao ambayo wanayo kichwani. Kwa hiyo nasi tutaenda huko, mtaa utupokee, utushike panapohitaji kutushika mkono, tuko tayari kupambana kwa maslahi yetu, familia zetu na taifa kwa ujumla, ili Tanzania iweze kusonga mbele zaidi. Nashukuru sana. Asante sana. Pendeza. Wenye maua, biashara ni nje, wenye maua na waombei, biashara nje, wenye maua wote biashara nje.